ilitokea, basi kama ilikuwa ni hivyo, basi kulikuwa kuna serious gap ya mambo ya kiusalama. Naam, Evans, nirudi kwako. Katika wasilisho lake Jaji Othman Chande anataja kwamba miito ya no reforms no election ilikuwa na uzito sana katika kusababisha vurugu. Kwa mtizamo wako, je, hii inaweza kulaumiwa moja kwa moja kwa vurugu za Oktoba 29? Unajua, alipotamka maneno hayo alisema kwamba no reforms no election, Oktoba tunatiki, Samia must go. Mimi nadhani kwamba tunapoteza sifa ya uzalendo. Mwananchi ana haki ya kudai haki yake ya kimsingi na kikatiba kutumia lugha ambayo inaonyesha hitaji lake kuu. Nchini kwetu Tanzania, suala la kupata katiba mpya haikuanza Oktoba 29. Suala la kupata katiba mpya ilianza muda mrefu sana. Aliposhika hatamu ya uongozi ya nchi hii, ndugu Samia alisema ya kwamba atafanya mambo mengi muhimu, lakini mimi nitakumbuka mambo mawili. Cha kwanza, alisema ya kwanza kwamba uhuru wa habari, uhuru wa kutoa na kupata habari na uhuru wa kujieleza ataipa kipaumbele. Cha pili ilikuwa ni swala hili la kupata katiba mpya. Na kama tunaona ya kwamba katiba mpya kusema no reforms no elections, kwa sababu reforms, tunapoongelea reform au mabadiliko kwenye nchi tunaongelea katiba. Katiba ndiyo sheria mama. Huwezi ukasema na ukatamka waziwazi ya kwamba unataka wananchi wawe na uzalendo na uwakataze kudai kile ambacho wanajua itawapa haki yao ya kimsingi na ya kikatiba ili waweze kuijenga nchi yao. Nelson Mandela kuna kipindi aliwahi kusema anafurahi kuona vijana wameamka ili kutetea masilahi ya nchi yao. Na kwenye kutetea masilahi ya nchi, Soweto was rising. Na Soweto ilipo rise, basi tuliona ya kwamba chemichemi za mabadiliko zilianza kuonekana Afrika ya Kusini. Tanzania tunayoijua, katiba tunayoitumia sasa hivi ni katiba ya mwaka 1977, katiba tuliyotoa kwa mkoloni. Kweli Kenya wamefanya mabadiliko, vijana walidai. Tanzania inahitajika mabadiliko. Haikuanza tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Sidhani kama kulikuwa na ubaya kwenye lugha hiyo ya kusema no reforms no elections. Wanataka watumie lugha gani ili kieleweke? Asante sana kwa tathmini hiyo. Dr. Minde, wakati tunapozungumzia katiba mpya, wewe unaishi katika nchi ambayo imepata katiba mpya. Mwaka 2010 Kenya ilipata katiba mpya. Kulikuwa na msisimko ambao ulianza tangu miaka ya 80 hadi kufikia kupatikana kwa katiba mpya. Tanzania inapaswa kufanya nini, hususan wanasiasa walio madarakani, ili kuhakikisha kwamba ndoto hii inatimia? Ndoto hii inatimia pale ambapo kumekuwa na nia na malengo ya kupata katiba mpya. Na kwamba ukiangalia, tukitumia Kenya kama mfano, kwamba machafuko ya 2007 yalisababisha mazungumzo ya kina na kujiuliza maswali ambayo yanasibu taifa la Kenya na kutaka kutengeneza katiba ambayo itakidhi mahitaji. Kama mwenzangu Evans alivyotaja, madai ya katiba mpya Tanzania hayajaanza Oktoba 25. Kumekuwepo na tume mbalimbali ambazo zimekuwa zikipendekeza uwepo wa katiba mpya kuanzia miaka 90. 2010 Rais mstaafu Kikwete alikuja na mpango wa kupata katiba mpya. Ikafika 2014 mpango wote ukatibuka, na tunaona kwamba kweli tume inaenda kusema kwamba kumekuwa na madai na nini, na kila siku imekuwa ni kama nyimbo kwamba tutaleta katiba mpya, tutafanya katiba mpya, tutafanya marekebisho, lakini imekuwa ni kama tu rhetoric, kwamba ni kinaya tu, kwamba kila siku tunasema katiba mpya. Kwa hiyo kujibu swali lako, huu ndio wakati mzuri wa kwenda kufanya maridhiano, na maridhiano yao ni ya ukweli, ili kuleta madai haya ya kuleta katiba mpya kwa taifa la Tanzania.
Evans, katika kumalizia kwake, Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kupokea ripoti amesema anataka kuunda tume ya maridhiano nchini Tanzania ili kuweza kuhakikisha kwamba haya yote yaliyopendekezwa yanashughulikiwa. Je, hiyo ndio njia inayostahili, na iwapo ni hivyo, anapaswa kuweka nani katika tume hii ya maridhiano? Naomba nianze kwa kusema kwamba hii tume ya ndugu yetu Chande, pamoja na kwamba imefanya kazi ya kusaidia kuelewa wananchi wa Tanzania wako wapi na haki yao wanaweza wakadai kutoka wapi, naomba niseme kwamba ilipoundwa hii tume, ilikuwa dhahiri kwamba tulihitaji tume huru. Hatukuhitaji, Tanzania haikuhitaji tume inayoundwa na rais ambaye amechaguliwa kwenye mchakato ambao wananchi hawakuridhishwa nalo. Moja, yeye kutamka ya kwamba anaenda kuandaa tume nyingine ni kama kuiambia, na hakusema tu hivyo, alisema, nadhani kama tulikuwa tunasikiliza vizuri, amesema ya kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kuclaim ownership, yani anayeweza kudai kwamba yeye anamiliki hii ripoti ambayo imetoka, ambayo imewasilishwa kwake leo. Sasa kwa mantiki hiyo basi, hii tume iliyoundwa na kutokana na uwasilisho na matamshi yaliyotolewa, ina maana kwamba hii tume ambayo ripoti yake, taarifa yake imewasilishwa leo, ilikuwa inafanya kazi anayoitaka rais. Tume atakayounda, kwa bahati mbaya, ni kwamba sasa hivi tunavyoongea, ukiangalia kwenye mitandao ya jamii ambayo wanaikemea sasa hivi, kuna malalamiko tayari ya kwamba hii tume imefanya kile ambacho alikuwa anataka rais. Au tunaweza tukaenda mbali kusema ya kwamba wale ambao wako nyuma yake na rais. Kwa hiyo kama anaenda kuunda tume, mimi sitaijibu hili swali moja kwa moja. Nitauliza swali, hii tume inaenda kuwa huru wakati ambapo hii ambayo taarifa zake zimewasilishwa leo inaangaliwa kwa mtazamo kwamba haikuwa huru? Na asante kwa swali hilo. Evans, asante kwa swali hilo. Wacha nimuulize swali hili Dr. Minde, wacha nirudi kwako tu Evans, na nikuulize swali hili. Tume ya Jaji Othman Chande inasema kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo hayakuwa katika uwezo wao, na sasa wanataka uchunguzi zaidi ufanyike. Nani anapaswa kufanya uchunguzi huu zaidi, na unapaswa kufanywa vipi kwa tathmini yako? So kama kuna vitu ambavyo havikuwa ndani ya uwezo wao, nadhani hiyo ni preemptive. Yani inaonesha ya kwamba hata taarifa hizo ambazo tumepatiwa basi ni taarifa ambazo bado zinahitaji uthibitisho zaidi. Kwa mapendekezo zaidi, mimi nadhani njia nzuri ya kuhakikisha ya kwamba Watanzania wanaridhishwa na mchakato, hata kuanza mchakato wa maridhiano yenyewe, nadhani tunahitaji tume huru inayofanywa na watu ambao ni huru, ambao hawana conflict of interest. Lakini wewe ni rais, unaongoza nchi kwa mamlaka ambayo watu wanailalamikia. Hakupewa mamlaka na kila mtu, kwa sababu hata yule ambaye unaweza ukasema hapa nchini Tanzania alipata kura nyingi zaidi, hakupata kura 98. Na pia hata tukiangalia swala zima la kuundwa kwa tume hii, tunaona sijui kama viongozi wetu huwa wanasikiliza popular opinion, yani wanasikiliza watu nje ya vyumba vyao vya kitaasisi na utawala wanavyokaa wanapojadili masilahi ya nchi. Mimi ningependekeza kwamba serikali yetu iliyopo madarakani, kwa sababu ni serikali, tupende tusipende, ihakikishe ya kwamba tume itakayoundwa, tume zitakazokuja huko mbeleni, ziweze kuleta watu ambao watakuwa neutral. Watu ambao hawatakuwa wanaegemea upande mmoja.
isiwe tume itakayoundwa solely na ndugu yetu ambayo yupo madarakani sasa hivi na watu wake. Asante sana. Naam, shukran kwa tathmini hiyo. Dr. Minde, nije kwako. Yote haya yameletwa na mchakato wa kisiasa, kwa sababu matukio ya Oktoba 29 mwaka jana ilikuwa matukio ya siku kubwa ya kisiasa, siku ya kuwachagua viongozi kisiasa. Sasa baadhi wanahisi kwamba wanasiasa hawajahusishwa, ambao ni wadau wakubwa katika mchakato mzima wa kuweza kupata maridhiano. Kwa tathmini yako, je, ni wakati wa vyama vya kisiasa kuhusishwa katika tume hii ya maridhiano na katika mchakato mzima wa kuweza kupata majibu na kuweza kulioguza taifa la Tanzania? Kabla hata tujaingia huko, tujiulize wanaenda kuridhiana na nani? Hiyo ni swali kubwa, kwamba unaendelea kuwazodoa wale ambao umewatenga, na umesoma kwamba ni mchakato, kweli ni mchakato wa kisiasa, lakini katika mchakato wa kisiasa, katika uchaguzi wa 2025 wale watu ambao mnasema wanataka kwenda kuridhiana nao, uliwatenga katika mchakato wa kisiasa na kuwanyima fursa ya kushiriki katika uchaguzi kwa kuwaondoa kupitia sheria au kupitia njia ambazo sio za halali. Kwa hiyo unaenda kusema unaenda kuridhiana na watu. Lakini pili, hata tunaweza kusema tunaweza kuwashirikisha wanasiasa pamoja na sekta zingine za kijamii, ikiwemo kanisa pamoja na mashirika ya kiimani, lakini ni serikali hii ambayo imekuwa ikiendelea kuwakashfu na kuwekejeli sehemu moja ama dhehebu moja la Kikristo. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo inabidi pia liangaliwe kwa kina, na ndio maana mimi nasema katika miundo ya kitume ya kichunguzi kuna muundo mmoja ambao unaitwa ni tume ya ukweli, haki na maridhiano. Na ukiangalia hata mfululizo wa maneno hayo, tunaanza kwa kusema ukweli, kwamba ni nini kilichotokea, lakini mpaka sasa hivi hata tunaweza kukubaliana kwamba hatujui ni nini ambacho kimetokea. Lakini pili, kabla hatujafikia maridhiano, je, tunaweza kupata haki? Ndio maana nasema mfumo huu wa ukweli, haki na maridhiano lazima ifuate mkondo huo, na nadhani endapo tutafuata mkondo huu, basi tunaweza kusema kweli taifa linaenda kuridhia, na sio tu kwa maneno. Dr. Minde, nikisalia tu hapo kwako, umesema vizuri kwamba katika tume za maridhiano inakuwa ukweli, haki na maridhiano. Sasa tuanze na ripoti hii. Mpaka sasa umekuwa ukiangalia, umekuwa katika mitandao, tumekuwa tukiangalia sote jinsi Watanzania wanavyoipokea. Je, unahisi kwamba Watanzania wanahisi ripoti hii imekuwa ya ukweli? Sidhani. Jibu la haraka ni kwamba hapana. Kwa mfano, hapo awali umeniuliza kumekuwa na mafunzo yamesemwa, lakini bado hatujui, tume haijasema kwamba mafunzo hayo yalifanyika wapi. Mwenzangu Evans ameuliza mpaka tume inapowasilisha ripoti. Tunafahamu kwamba kupitia ripoti ambazo zimethibitishwa na vyombo vya habari pamoja na tume nyingi za kibinadamu kwamba kulikuwa na kesi za watu kupigwa risasi, lakini bado haijatokea. Kwa hiyo tume inaendelea kutumia lugha ya madai. Lakini pia ukiangalia dhana ya kuandamana imeshushwa hadhi kabisa na kuitwa kwamba ilikuwa ni uvunjifu wa amani. Kwa hiyo ukiangalia katika misingi hiyo, basi tunaweza kusema ukweli haujafikiwa. Ukweli haujafikiwa. Twende kwa hoja ya pili. Hoja ya pili ni haki. Hoja ya pili, ukweli, haki, maridhiano. Sasa Evans, kwa mtizamo wako, nini lazima kifanywe ili Watanzania walioathirika wakati wa matukio ya Oktoba 29 wahisi kwamba haki imetekelezwa? Cha kwanza, haya mambo tutakuwa tunayasema kwa kurudia. Cha kwanza ni lazima kuwepo na ukweli. Cha kwanza, ukweli. Ripoti iliyowasilishwa leo na mwenyekiti wa tume ambaye ni Jaji Chande haijatuambia ukweli. Haijatuambia ukweli, na ni kwa nini nasema kwamba haijatuambia ukweli? Moja, inafaulisha wajibu. Inafaulisha wajibu. Upande mmoja, taarifa hii inakubali ya kwamba madai haya yaliyosababisha, ambayo ni chimbuko la matatizo au ghasia tulizoziona kipindi cha uchaguzi mkuu mwaka 2025 yanatokana na malalamiko ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu. Lakini upande mwingine wanadai ya kwamba
yamechochewa na wanaharakati. Sasa ni lini malalamiko ya wananchi yanakuwa ya muda mrefu, alafu baadaye unasema ya kwamba sasa ni wanaharakati ndio wamechochea? Kama kuna uhitaji ya kuhakikisha ya kwamba nchi inapona, kwa sababu Jaji Chande wakati anawasilisha hii taarifa amesema ya kwamba jukumu lao kubwa ilikuwa ni kujenga hoja inayopelekea kuitibu nchi, kuipatia nchi tiba kutokana na yale ambayo yalitokea mwaka 2025 kipindi cha uchaguzi mkuu. Ukweli moja. Cha pili ambacho tunahitaji, baada ya kuhakikisha ya kwamba umeweka ukweli wote, sio nusu, ukweli wote mezani. Moja, kulingana na alichosema, serikali imekuwa inapata malalamiko kutoka kwa wananchi kwa miaka na miaka, hayakutekelezwa. Serikali imekuwa ikisikiliza malalamiko kutoka kwa vijana kuhusu ukosefu wa ajira na ugumu wa maisha, haijaifanyia nini kazi. Serikali imekuwa ikipata mapendekezo ya nchi kupata katiba mpya kwa miaka na miaka, halijatendewa kazi. Serikali hiyo hiyo ambayo imekuwa ikiundwa na Chama cha Mapinduzi inapaswa kurudi kukaa na kusema kweli, sisi ndiyo chimbuko kuu ya kilichotokea mwaka 2025 mwezi wa 10 tarehe 29 na siku zilizofuata. Bila shaka Evans, pole na kukata, lakini umetaja kuhusiana na chama cha CCM ambacho kimekuwa madarakani na kimekuwa watu wakitarajia kiweze kufanya mambo kadhaa, hususan inapohusu swala la katiba mpya. Dr. Minde, nije kwako. Inapohusu chama cha CCM na vyama vingine vya kisiasa Tanzania, hususan tuanze na CCM, ndio chama kikubwa zaidi. Kuna baadhi wamekuwa wakisema kwamba kumekuwa na migogoro ya ndani ya chama chenyewe. Ripoti pia imetaja kwamba kuna baadhi ya watu waliokatwa ndani ya chama hicho ambao wanasemekana kwamba huenda pia wao moja kwa moja walichochea kilichofanyika Oktoba 29. Kwa mtizamo wako Dr. Minde, hiyo ilikuwa na nafasi gani katika yote yale yaliyofanyika? Ilikuwa na nafasi kubwa kusema ukweli. Na katika ripoti kama hizi na serikali ambayo kweli inajua wajibu wake, ni lazima ijitathmini. Na nadhani kwa makisio yangu, Chama cha Mapinduzi kupitia nyenzo zake mbalimbali, kupitia idara zake mbalimbali na vikao mbalimbali, lazima huwa wametathmini. Lakini napenda kwamba tume hii imeweza kusema sababu mojawapo ni migogoro ya wale waliokatwa katika ile michakato ya awali ya kuchagua wagombea. Na ukiangalia kama mwenzangu atavyokueleza kwamba katika yule mwezi wa sita wa saba katika mchakato wa kutafuta wagombea, kulikuwa kuna lot of grievances ndani ya mfumo wa Chama cha Mapinduzi. Ukiangalia kwamba kulikuwa kuna mapendekezo kwamba unaenda kupiga kura, lakini majina matatu yanapelekwa katika kamati za juu kuchagua yule mgombea. Kwa hiyo unaona kunakuwa kama kuna zile grievances, na ukiangalia ni kusema kweli kwamba ni hizi grievances ambazo zinahitaji ambacho kwa chama ambacho pia ni makini na kinachoongoza serikali pia kutathmini uwezeshaji wake katika machafuko kama ambayo yalienda kutokea. Lakini nadhani mpaka sasa hivi ukiangalia kwa ripoti kwa ujumla wake, nadhani inaendelea kutoa ile lawama yake, inatoa lawama yote kwa serikali, ambalo jambo ambalo kusema ukweli ni jambo la kutilia mashaka mpaka tunapofika wakati huu. Bila shaka. Evans Rubara, kwa dakika 2-3 hivi, ushauri wako kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Amepokea ripoti hii, amesema yale ambayo yeye anafikiri anapaswa kufanya. Kwa mtizamo wako, kitu gani ambacho lazima kifanywe kwa sasa ili kuijenga Tanzania ambayo mustakabali wake wa siku za usoni itakuwa umoja, nguvu na mshikamano kama taifa? Cha kwanza ni lazima kuwepo na haki kwa wahanga wa matukio ya Oktoba 2025. Cha pili, naamini ya kwamba serikali inahitaji sasa hivi kuhakikisha ya kwamba inaweka mikakati madhubuti kuwezesha vijana wa Tanzania.
Cha tatu, tumeona kwamba katika mchakato wa kutafuta maridhiano, kwenye mchakato huu wote, ni chama kimoja kinataka kuwa na sauti. Kuna uhitaji wa mkakati jumuishi ambayo itakuwa ya wazi na ambayo itahakikisha ya kwamba sauti ya kila chama cha siasa kinasikilizwa na pia kutekeleza na kuhakikisha kwamba mapendekezo yao yanajumuishwa kwenye taarifa ya mwisho au document ya mwisho ambayo itatumika kwenye nchi hii kuhakikisha ya kwamba hii nchi inapona na pia inakuwa na msingi thabiti wa amani na demokrasia endelevu. Wakati tukizungumzia haya yote, Dr. Minde, nije kwako. Jina moja linajitokeza kila wakati katika mitandao ya kijamii, wakati ambapo tumekuwa mubashara, wengi wamekuwa wakisema haya yote hayatafanyika kama bado kiongozi wa Chadema Tundu Lissu yupo ndani gerezani akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Chama cha Chadema hakikushiriki uchaguzi mkuu uliopita na ndio chama kikubwa cha upinzani Tanzania. Sasa tunapozungumzia mustakabali wa taifa la Tanzania siku za usoni, Tundu Lissu, Chadema watakuwa na mchango gani katika kuhakikisha kwamba Tanzania itakuwa nchi yenye mshikamano na siku za usoni itakuwa na Tanzania ambayo tutajivunia kama ile iliyoanzishwa na Mwalimu Nyerere? Ndugu Ron Cliff, lazima tuangalie pia mifano katika historia ya Afrika pamoja na dunia kwa ujumla. Afrika Kusini chini ya utawala wa kibaguzi wa apartheid ulikuwa umemweka ndani Nelson Mandela kwa kipindi cha miaka 27, lakini ili kutaka kuleta maridhiano ya ukweli pamoja na mshikamano wa kitaifa ilibidi Nelson Mandela kutolewa gerezani, na nadhani ni jambo la busara ambalo serikali lazima ifikirie hili jambo ili kuleta ule mshikamano wa kitaifa, ni kwamba wamtoe huyu bwana gerezani, kwamba mchakato wa kumweka bwana gerezani sio mchakato wa kisheria, ulikuwa ni mchakato wa kisiasa, na lazima hivyo hivyo pia mchakato wa kisiasa utumike na maarifa yatumike ili kumwondoa, ili kuleta maridhiano ya ukweli ya kitaifa. Hapa wacha nirudi kwa Evans, kwa sababu kufikia sasa Chadema viongozi wao hususan naibu mwenyekiti wa Chadema amesema wazi kwamba wao kama chama wamekataa swala zima la kuketi na serikali kwa ajili ya kufanya maridhiano. Sasa hii inaiacha nchi katika njia panda. Evans, nini lazima kifanyike ili na wao na wale wengine ambao wanahisi kwamba wamewekwa nje ya mchakato huu kuja pamoja? Mimi nadhani ninashikilia pale pale ambapo ndugu yetu Minde ameishia, ya kwamba nadhani kipengele cha msingi kinachoifanya Chadema, uongozi uliopo nje ambayo haipo gerezani, na kwa bahati nzuri hadi sasa hivi nadhani ni wiki iliyopita Mahakama Kuu ya Rufani ya Tanzania iliwaruhusu waendelee na shughuli zao za kisiasa. Naamini kwamba madai yao ya msingi ni kwamba wote ambao wamefungwa, political prisoners, waweze kuachiwa huru, ikiwemo Tundu Lissu. Na mimi kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba ni ngumu, kwa sababu vyama vya siasa ni kama mabeberu wawili ambao wanapigana au wanajivunia nguvu. Hiyo ndio hali halisi ya siasa. Naamini kwamba ikiwa chama kilichopo madarakani kitaona kwamba kesi aliyonayo ndugu Lissu ilikuwa ni ya kubambikwa, wamwache ili waweze kukaa mezani na kuendelea. Cha pili ni swala zima la kutafuta haki kwa wahanga wote ambao haki zao zinapiganiwa au zinatajwa kila siku. Kuna watu ambao wamepotea hapa Tanzania, kuna watu ambao wamepotea, kuna watu ambao wamepotea ambao ni wanachama wa Chadema. Kwa hiyo tunarudi kule kule, kuna ishu ya haki na kuna ishu ya ukweli. Ukweli, wako wapi wale ambao walipotea? Haki, je, hawa watu wanarudishwa kama wapo? Naam. Au
njia gani ambayo serikali hii itachukua kwa kuhakikisha kwamba hawa watu wanarudi. Lakini mimi ninaona ya kwamba kitu cha kwanza ni ndugu Lissu kuachiwa na wafungwa wengine wa kisiasa, ili sasa hayo maridhiano, hayo maongezi yaweze kuanza, wakati ambapo wawakilishi wote wanaohitajika kuwa pale waweze kuongea kwa uhuru na utashi walionao. Bila shaka. Na tume imegusia kuhusiana na wale waliopotea, waliotoweka, ambao hawajulikani walipo, na tunatazamia katika siku za usoni kwamba serikali itachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wale ambao wako gerezani, ambao ni wafungwa wa kisiasa, waachiwe huru, lakini vile vile wale ambao hawajulikani walipo, ni jukumu la serikali vile vile kuhakikisha kwamba wamewatoa popote pale walipo. Tukimalizia tu mazungumzo haya, Minde, unapotizama yote matukio yote yaliyofanyika tangu Oktoba 29 mpaka leo hii, kwa kifupi, je, tunaweza tukawa na matumaini ya Tanzania ambayo itakuja kuwa na mshikamano tena, au huenda hii ilikuwa ndio jipu ambalo sasa limeiacha Tanzania ikiwa katika mgawanyiko mbaya hata zaidi? Nadhani tume hii imetuonyesha kwamba matokeo kwamba Tanzania bado kuna mpasuko mkubwa, na nadhani hata naomba nitaje jambo, ukiangalia ile kauli ya rais mwisho kusema kwamba hii ni tume ya kwake ama ni tume ya rais. Tukumbuke hii ndio inaonyesha kabisa matatizo ambayo yanayokumba Tanzania, kwamba urais sio wa umimi ubinafsi. Urais ni taasisi, na ndo ukiangalia matakwa ya madai ya katiba ni kuondokana na hii dhana ya umungu mtu katika urais, kuondoa ile imperial presidency na kuleta uwajibikaji, kuleta taasisi na kuleta ule utawala wa kisheria pamoja na ujumuishi. Nadhani tukifanya hivi, na ikumbuke kwamba hata Roncliffe sija kutajia jambo lingine, hata ile jambo la kuzimwa internet ambayo ilikuwa ni ukiukaji mkubwa wa siku 6 haikutajwa katika ripoti. Kwa hiyo tunadhani ni vizuri kuweka mambo ili kuleta utengano wa kitaifa. Bila kufanya hivyo, nadhani bado Tanzania tuna kipindi kigumu kuelekea mbele. Rais Samia Suluhu Hassan ametaja tu kwamba anataka kuunda tume ya maridhiano, lakini wachambuzi wangu hapa katika studio wametaja kwamba ili kuwe na maridhiano lazima mambo mawili makuu yafanyike. Kwanza, lazima kuwe na ukweli, kuwe na haki, alafu kuwe na maridhiano, na inakwenda kwa mpigo huo: ukweli, haki